Pendwa, kiangalia maandiko kwa Mathayo 11, Mathayo 11 mstari wa 11, Yesu anaweka wazi, amini nawaambieni, hajatokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Yesu anasema kwa Mathayo 11, kwa wote waliozaliwa na wanawake, Yohana Mbatizaji ndio mkuu. Kwa wanadamu wote waliozaliwa na wanawake, Yohana ndio mkuu. Angalia Yohana anasema nini? Kwa Yohana 3, mpendwa, Yohana ndio mkuu zaidi yako, zaidi yangu. Lakini angalia Yohana anasema nini? Yohana 3:30. Yohana anasema Yesu yeye hana budi kuwa mkuu zaidi. Na mimi, Yohana anasema mimi nizidi kupungua. Yohana anasema licha ya kuwa yeye ndio mkubwa kwa wanadamu wote waliozaliwa na wanawake, Yohana anasema Yesu aende juu, yeye apungue. Yohana apungue. Yohana akipungua, mimi na wewe tunafaa tupungue mara ngapi? Yohana ni mkuu na anasema yeye apungue, Yesu aongezeke. Yesu anaongezeka vipi? Mathayo 4:17, Yesu anaongezeka hivi, anakuambia ugeuke kwa njia zako mbaya, anasema tutubu. Mathayo 4:17. Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri. Yesu alianza kuhubiri akisema tubuni, kwa wana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu anakuambia upungue usiku wa leo kwa kugeuka kwa njia zako mbaya, kwa kugeuka kwa kiburi, kwa kugeuka kwa maovu, kwa kugeuka kwa dhambi na kumwamini yeye ndiye aliyechukua dhambi zako na zangu, akaimwaga damu yake, dhambi yako na yangu ikaoshwa. Mathayo 26:28, hii ndio damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Yesu anakuita kwa toba na imani. Yohana alichakuwa alikuwa mkuu, lakini Yohana alisema yeye alichakuwa ni mkuu, anastahili apungue. Yohana alisema apungue, Yesu aongezeke. Wafikiriaje wewe? Yule mkuu kabisa. Yesu anasema Yohana ndio mkuu. Mathayo 11:11. Yesu anasema kwa wote waliozaliwa na wanawake hapajaonekana yoyote aliye mkuu zaidi ya Yohana. Yohana anasema kwa Yohana 3:30, Yohana aliye mkuu apungue. Yohana apungue, Yesu Kristo aongezeke. Mungu anakuambia pungua. Kupungua ni kutubu. Ondoka kwa mawazo yako machafu.
Unaishi ulimwengu wako tu, unaishi ulimwengu wako tu. Wewe ni Mungu kwa maisha yako. Yesu anakuambia pungua, pungua. Umekuwa kama Mungu wa maisha yako. Ukitaka kulala na wanaume unalala nao, ukitaka kulala na bibi yenyewe unalala nao, ukitaka kulewa unalewa, mugoka, miraa, pombe, chang'aa. Wewe ni Mungu wa maisha yako, unajiamulia. Yohana aliye mkuu anasema lazima apungue, Yesu aongezeke. Mpendo, uko mahali hatarini. Kama utapungua, tuko mahali hatarini. Uko mahali hatarini kama utapungua. Ondoka kwa njia mbaya, ondoka kwa njia mbaya. Pungua, pungua kwa toba na imani. Yesu anakuita ukasulubiwe pamoja naye. Wagalatia 2:20. Wagalatia 2:20. Kwa maana nimesulubiwa, kwa maana nimesulubiwa, kwa maana nimesulubiwa pamoja na Kristo. Siishi tena, bali ni Kristo aishie ndani yangu. Yesu anakuita upungue. Yesu anakuita upungue kwa toba na kusulubiwa na Kristo kwa imani. Wewe uondoke, Yesu aishi. Wewe uondoke, Yesu aishi. Yesu anakuita na kualika mwaliko wa kusulubiwa. Kusulubiwa pamoja na Kristo ndio kupungua. Na inaanza na kutambua dhambi zako na kuzikiri na kuzitubu na kuzitubu. Tubu njia mbaya, tubu njia mbaya. Mungu anataka toba. Yohana ni mkuu, lakini anasema wacha nipungue. Ni hukumu kubwa sana wapendwa, ni hukumu kubwa sana. Yohana akipungua, alafu wewe ambaye ni mdogo zaidi ya Yohana ushindwe kupungua. Mungu anakuchoma. Hiyo ni kiburi, hiyo ni kiburi, hiyo ni kiburi. Yohana ni mkuu, anapungua, anasema Yesu ongezeke, Yesu ongezeke. Mimi na wewe ni wadogo, lakini tumejawa kiburi. Maisha yako unajipangia mwenyewe na mawazo yako machafu. Ukitaka kuiba unaiba, ukitaka kuongea matusi unaongea. Mdomo umejaa matusi, hauna break. Wewe ni Mungu katika maisha yako. Ukitaka kudate na mwanamke ulale naye unafanya. Wewe ni Mungu. Hiyo ni kiburi. Yohana anapungua, ni hukumu. Yohana aliye mkuu akipungua, na wewe na mimi bado wadogo hatupungui. Wapendwa, Mungu anataka toba. Hii ni hukumu kubwa. Yohana aliye mkuu akipungua, na wanadamu ambao ni wadogo wapungui kwa toba na kusulubiwa pamoja na Yesu Kristo kwa imani na kuishi maisha matakatifu. Mungu anataka toba. Yesu hakumwaga damu tuendelee kuishi maisha ya mwili. Yesu alimwaga damu tuishi maisha ya roho. Baada ya toba tuiamini damu ya mwana kondoo ambaye ni Kristo Yesu. Musa alichinja kondoo, Abrahamu alichinja kondoo, Sulemani alichinja kondoo, Daudi alichinja kondoo. Mungu anamtoa kondoo ambaye anaitwa Yesu Kristo. Yesu anatolewa kama mwana kondoo. Uondoke kwa njia mbaya, ondoka kwa njia mbaya. Wewe nani? Wewe. Mungu anataka toba. Mungu anakuona. Mungu anataka toba. Mungu anakuona. Waishi milele utachomeka kwa wizi. Wizi kitu ambacho unafikiria ni wizi tu kwa moyo wako, na miadarati utachomeka milele. Mungu anataka toba. Hallelujah.